Kwa hiyo katika kumbukumbu ya gavana wetu ambaye alianzisha masuala haya ya reform, akiwa analenga modernization kwenye sekta ya fedha, akiwa analenga masuala ya fedha yawe jumuishi, hasa kwa wananchi walioko vijijini na makundi mbalimbali yakiwemo vijana na kina mama. Ni muda mwafaka wa kuendelea kuhamasisha jamii yetu ikubali teknolojia, ikubali matumizi ya digitali kwenye masuala mazima ya kifedha. Na sisi kama serikali tunaendelea kushughulikia masuala ya kupunguza gharama katika mifumo ya malipo, na hasa malipo yanapofanyika kidigitali. Tumefanya kwenye kujenga mifumo hiyo kama ambavyo gavana ameielezea. Mfumo kama ule wa TIPS, lengo lake ni kupunguza gharama za kufanya malipo kwa njia za kimtandao, kwa njia za kidigitali. Lakini tunaendelea pia kuweka motisha, incentives. Tunapanga kwenye machapisho ya kisera yatakayofuata, tunaangalia uwezekano wa kuweka incentives, kuweka motisha kwamba mtu anapofanya malipo kwa njia ya kidigitali aweze kupata baadhi ya incentive. Zingine zinaweza zikawa za kikodi, kwamba ukilipa keshi labda VAT inakuwa kiasi hiki, na ukilipa kidigitali labda VAT itakuwa kiasi hiki, na maeneo mengine. Nimetoa kama mfano, lakini uelekeo tunakopanga kwa maelekezo ya uongozi thabiti wa serikali ya awamu ya 6 wa Dr. Samia Suluhu Hassan ni kutengeneza mazingira ambayo mwananchi anapolipa kidigitali awe ameepusha gharama, pia awe ameepusha muda mwingi, awe ameepusha kuibiwa, awe ameepusha ucheleweshwaji. Imaanishe efficiency, kufanya cashless economy iwe cashless economy iwe ina maana ya efficiency, iwe ina maana ya usalama, iwe ina maana ya saving cost, pamoja na vitu vingine vya aina hiyo. Kwa hiyo ni jambo jema kuwa na lecture kama hii ambayo ni sehemu ya hamasa kwa wananchi na kuenzi mchango wa the late Governor Gilman Rutini. Kuhusu usalama wa mifumo, ni jambo ambalo linahitaji ushirikishwaji, mshikamano wa Tanzania wote. Tunasema mshikamano wa Tanzania wote kwa maana ya hivi sasa tunavyoongea, bado kuna maeneo Watanzania wanasaidiana kupeana anwani, kupeana utambulisho. Wewe leo hii nikikuuliza, hata wewe unazo rekodi za baadhi ya watu wamesajiliana namba za mawasiliano, namba za unajua ujamaa, undugu tulionao, tunaaminiana sana, tunasaidiana sana, lakini katika level fulani inafifisha zoezi lile la kupambana na uhalifu, kwa sababu uliyemwamini wewe anaweza asiwe mwaminifu kwa ndugu yangu, aliyemwamini yeye anaweza asiwe mwaminifu kwako. Nia njema sio wote wanaitumia kuwa nia njema, lakini ni nia ya serikali kuendelea kuhakikisha tunaimarisha usalama katika masuala haya yanayohusisha malipo ya kimfumo, hii sekta ya fedha, na ni swala la muda tu. Tunaimarisha usalama kwenye ujenzi wa mifumo wenyewe, lakini pia tunaimarisha usalama kwenye masuala jumuishi kama haya ambayo yanahusisha usajili, yanahusisha masuala ya utambulisho pamoja na vitu vingine vinavyohusiana. Litakuwa si jambo moja, yatakuwa mjumuiko wa mambo kadhaa, lakini serikali inayafanyia kazi ili kuweza kuhakikisha usalama wa fedha, usalama wa matumizi ya mifumo, usalama wa taarifa, vyote hivyo kuwa katika kiwango cha juu. Katika utaratibu wa sasa ambapo dunia inaenda kwenye mifumo ya kidijitali, sisi kama Benki Kuu tumekuwa tunahimiza watu watumie mifumo ya kidijitali kutokana na teknolojia ilivyo sasa hivi. Na mpaka sasa kama Benki Kuu tumeweza kutengeneza mifumo mbalimbali ili kurahisisha watu wapate huduma za kifedha, lakini pia kupunguza gharama.
Ndio maana miamala yote unaweza ukaifanya, sisi tumetumia mifumo ili kurahisisha. Kwanza tuna mfumo ambao wale wanaolipa kwa kutumia hundi, tuna mfumo wetu wa touch ambao unaweza ukaclear hundi zote, kila ukifikisha benki wakaiclear ndani ya masaa mawili na ukao umeshalipwa. Lakini tuna mfumo wetu wa TIS. Ule mfumo wa TIS ni Tanzania Interbank ambao unatumia miamala mikubwa kwamba ukifika unaweza ukafanya malipo moja kwa moja hata kidijitali ukawa umelipa. Lakini tuna mfumo wetu wa TIPS kwa maana Tanzania Instant Payment System ambao unawezesha miamala midogo kufanyika kwa kutumia simu. Na hii TIPS imeunganisha miamala, inachukua miamala yote ya makampuni yote ya simu, lakini unaweza kufanya miamala kutoa fedha kwenye akaunti zote za mabenki yote hapa nchini. Mabenki yote 44 yaliyopo nchini yameunganisha kwenye mfumo wa TIPS, na unaweza ukalipa kodi kwa kutumia simu kutoka vyanzo vyote vya mapato hapa nchini. Kwa hiyo utaona kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ambapo tunasema tujielekeze kwenye matumizi ya fedha za kidijitali au mifumo ya kidijitali ili kurahisisha ulipaji kwa kupunguza gharama, kuongeza tija kwa maana efficiency, sababu nalipa inakuwa ni haraka, ndani ya muda mfupi unakamilisha, lakini tunatengeneza mazingira wezeshi ambao kila mmoja atafikiwa ndani ya nchi. Na tuna malengo kwamba ifikapo 2028 tuwe tumewafikia Watanzania angalau 85% ya Watanzania wawe wana uwezo wa kutumia huduma rasmi za kifedha ikiwemo hii mifumo ya kidijitali. Kutokana na utafiti uliofanyika mwaka 2023 imeonyesha kwamba Watanzania wanaopata huduma rasmi za kifedha bado ni 76%. Kwa hiyo tumejiwekea lengo kwamba ifikapo 2028 ndani ya miaka mitano tuwe tumepanua huduma hizi tufikie angalau 85% ya Watanzania watakaokuwa wanatumia huduma rasmi za kifedha. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo ndio maana tunakuja sasa na njia tofauti. Tuwafikishie huduma hizo kupitia benki, tuwafikishie huduma hizo kupitia miamala ya kidijitali. Kwa hiyo kwa mfano, kwa uzoefu tumeona, tumechukua nchi ambazo zinafanya vizuri ikiwemo Brazil, hata India. India wameweza kutumia mifumo hii ya kidijitali kufikisha huduma za malipo kwa watu karibu wote nchini. Na sisi tunatarajia kwa mfano, kwa uzoefu wa kutoka India tutajifunza baadhi ya vitu ambapo watengenezaji wa hiyo mifumo na hizo products wakishajua na kupokea uzoefu huo itakuwa ni rahisi. Lakini hata sisi kwa India tulipotengeneza huu mfumo wa TIPS tulijifunza kutoka India, na hata walivyotengeneza ile GPG pia serikali ilijifunza kutoka India. Kumbuka wakati huo nilikuwa wizara fedha, kuna watu walijifunza kutoka India namna inavyokusanya mapato na wakaja wakatengeneza TIPS, wakatengeneza GPG. Kwa hata sisi kwa kutumia TIPS ambayo tumejifunza pia kutoka India, bado kuna modules za kuwezesha watu wafanye malipo ambao bado wataalamu wetu wanaendelea kutengeneza. Kwa katika majadiliano hapa wataalamu watajifunza, kwa sababu huyo aliyekuja Bwana Rajesh ndiye mwenyewe aliyesimamia hiyo transformation ya wenzetu kule India, wakatengeneza mfumo ambao unatumika kwa watu wote. Hata barabarani unaweza kukutana na machinga ukamlipa moja kwa moja kwa kutumia QR code, au ukawa na namba inayokuwa rahisi, kila mmoja anaweza akawa anaitumia kuwezesha risiti zipatikane katika ufanyaji wa malipo. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida ambao naamini kwamba kutokana na kikao hiki cha leo watu wengi watajifunza, tutapata teknolojia na mawazo mbadala ya namna tunavyoweza tukaboresha kuanzia pale tulipo, ili hatimaye huko mbele tutumie zaidi malipo ya kidijitali kuliko malipo ya fedha taslimu.